Hivi leo wanakoma kumwanya timu ya Mbeya City wako nyumbani wakiwalika timu ya Azam FC kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana kwenye uwanja huu wa Tanzanite kwa Babati. Azam FC wakiwa kwanza kuweza kuwa mkuu wa waamuzi, lakini pia wachezaji wa timu ya Mbeya City. Kikosi cha Mbeya City, kocha wake mkuu Meki Maxime kama ambavyo anaonekana kwenye milingoti mitatu, Hashim Musa. Mwamuzi wa mchezo wa leo ni Hans Masudi Msonga. Kikosi cha Azam FC kinaonekana kuwa na mabadiliko, wachezaji kadhaa. Idi Suleiman Ali Dinado hayupo kwenye kikosi. Meki Maxime, kocha mkuu wa kikosi cha Mbeya City. Kocha mkuu wa Azam Jean Flora Ikwange Ibenge yuko kukaa kwenye nafasi ya tatu ya msimamo wa ligi. Kipenga cha mwamuzi wa kati Hans Mabena kinapulizwa, ishara ya kwamba tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Jean-Jacques Ngita, shuti la kwanza ambalo linakwenda nje ya lango la Jean-Jacques Ngita. Alitengeneza vyema lakini sivyo bahati, mpira ule ulichagua kwenda nje ya lango. Jambo kile, pasi moja Hasanati, 1 2 3. Haya, wanakuja wanadhamarau na kwa nani anakataa maridadi. Mwamuzi anasemaje? Anasema mpira uchezwe ule. Putwa Chikna Diakite imepita. Ina mimino cross ndani kule, sasa Jean-Jacques Ngita anajiku mara moja. Himidi Mao mkami namna gani? Himidi Mao, mpira hujajaa sawa sawa ule. Jean-Jacques Ngita yuko mimina ndani kule, sasa nafasi. Musi anasema ni offside. Wanakuja Mbeya City. Eliud Ambokile. Ambo! Sala anaiacha kwa Chikna Diakite. Diakite jaza ndani kule, Chilambo namna gani, bado kwenda kuondosha mazonge yale. Kweli Chilambo ina mimino cross ndani na namna gani, kamata maridadi mna mlinda mlango alikuwa na kaumeza barabara kabisa. Kweli ambayo imejazwa ile na Ashraf Kibeku. Pascal Msindo amekwenda kufanya madhambi yale. Ngoja tuone kwenye engo hii. Pascal Msindo hapa alichelewa. Alikwenda akakita Pascal Gaudens Msindo. Huyu akiwa hapa anafuatilia kwa karibu mno. Anatoa kadi ya njano ile kwa Pascal Gaudens. Na kipenga cha mwamuzi wakati kinapulizwa, ishara ya kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Anafuatilia kwa karibu 45 za kipindi cha pili, tuzipate zote dakika 90. Faisal! Na mpira umezaa kona. Tazama alichofanya Faisal Salum Abdallah. Aliweka Mbeya City. Eliud Ambokile anaikamata maridadi mno. Inachanjwa ndefu upande wa pili kule, sasa anaondoka Msindo na kwa chini. Mwamuzi anasemaje? Anasema ni madhambi yamefanyika yale. Amini Hije Shamte Lida ndo ambaye anakwenda kupewa kadi ya njano. Kiungo shoka Hije Shamte Lida ndo ambaye alikwenda akafanya madhambi yale. Mwamuzi anakuja. Pigo cross moja. Ina mimino cross moja ndani kule, sasa anakaa vyema mlinzi wakati kwenda kucheza mpira ule. Pascal Msindo amegeuka sasa na kuwa mlinzi wakati, akipiga kichwa cha mkizi kile na mpira ule moja kwa moja umekwenda nje. Alikuwa ni Pillars Memory kwenda kucheza mpira ule. Nizar Khalfan amesimama akiwa na Meki Maxime. Pila, nafasi nzuri kwelikweli kwa Mbeya City. Ni dhahiri kwamba ulikuwa ni mpira mzuri mno ambao ulipigwa ule. Peter Samson Mwalianzi angetapwin tu mpira ule na kichwa chake, lakini sivyo bahati. Inanyunyizwa ndani kule, sasa nafasi namna gani. Rifat Msuya anapoteza nafasi ya dhahabu hapa, na ikamkuta Rifat Msuya alimkanyaga Pascal Msindo, na ndio maana ukamwona amefoka kweli kweli. Aishi Manula anayetafutwa ni Jefte, pasi ya kupenyeza 1 2 3. Alobogasti Kioba weka ndani, Jefte anapoteza nafasi. Jefte Kitambala
La haula! Alianzisha mpango mwenyewe Jephte Kitambala akimkuta Lobogasti Kioba, na Lobogasti Kioba alipiga pasi hasanati ile, lakini sivyo bahati, mpira umechagua kwenda nje ya lango. Jephte haamini kile ambacho anakiona, lakini Kamali pembeni kwa Msindo, anajaza cross moja ndani ile, bado Jephte Kitambala kwenda kuondosha mpira kwenye eneo la hatari. Jim Rhodes amemchukua Twalib Nur, weka ndani. Nafasi hii Rifat anaipoteza kwa Vitalis Mayanga aliyecheza Mtibwa, na Rifat Msuya naye alicheza Mtibwa. Mpira ule pia umekwenda nje. Ondoka 1 2 3, Rifat na Mali anaitenga Mali pembeni kule. Sasa Mwai ni kamata maridadi mno, alisimama imara kwelikweli akicheza na alama za nyakati. Ilikuwa ni kazi nzuri ambayo imefanywa na Rifat Hamisi Msuya na Mwani. Mpira mrefu mbele kule juu. Haya, nafasi hii hapa, Mzee namna gani, mpira unakwenda nje ule. Side net, shuti la Mzee Hassan Mzee ulidondoka ule kama ametengewa. Unachanjwa mpira mrefu mbele kule juu. Sasa Jephte namna gani, bado anaikamata maridadi mno mlinda mlango tena. Alicheza Jason Fuentes. Wameongeza alama moja. Azam FC nao wameongeza alama moja, wakigawana alama moja moja. Ni full time. Tanzanite kwa raha. Hapa ni Babati Manyara, moja kati ya mechi ngumu kwelikweli ambayo tumeshuhudia.